Moja kwa moja tunaanza na gazeti la Mwanasports. Gazeti hili la Mwanasports limeandika weekend ya moto. Kumbuka weekend hii ni ya moto, kwani leo mabingwa kihistoria wa Tanzania Young Africa wanashuka dimbani dhidi ya kikosi cha Wydad Benguela. Lakini mbali na hiyo, Singida Black Stars nao pia wanashuka dimbani kwenda kucheza mchezo wao dhidi ya Royal Sports. Bwana, tukianzia hapa Alex Ngereza kwa mabingwa kihistoria Young Africa, mchezo wa pili wakiwa na faida kubwa ya goli 3 kibindoni dhidi ya Wydad Benguela. Kuna urahisi mkubwa sana wa Yanga kwenda kucheza na kumaliza mchezo huu kabisa. Of course, urahisi upo kwa sababu kwanza ya ubora wa Young Africans. Yanga ni timu ambayo ina wachezaji wengi bora sana tofauti na Wydad Benguela. Kwa hiyo tu inawapa advantage Young Africans kwenda hatua inayofuata, lakini pia kingine ni wanacheza kwenye uwanja wa nyumbani, kwenye dimba la Benjamin Mkapa, sehemu ambayo Yanga naye amekuwa akipata matokeo mazuri kwenye hizi hatua za awali kwenye michuano ya CAF Champions League. Kama unakumbuka kwenye miaka hii minne ya hivi karibuni timu nyingi zimekula magoli mengi tu. Walikuja hapa wale wa Burundi mwaka juzi, wamekuwa timu nyingi zimefungwa mabao mengi. So Yanga wakiwa kwenye uwanja wa nyumbani wanahuwa mara nyingi wamekuwa wakitoa dozi nzito kweli hasa kwenye hizi mechi za awali. Kuna kule katikati kwenye makundi kule kule wanakutana na vyuma vingine, mambo yanabadilika, lakini kwenye hizi hatua za awali hizi mara nyingi Yanga amekuwa akitoa dozi nzuri kweli. Kwa hiyo ni advantage nyingine ambayo Yanga wanakuwa nao wakiwa kwenye uwanja wao wa nyumbani wa Benjamin Mkapa. Lakini pia faida nyingine ni magoli 3 ambayo waliyashinda wakiwa ugenini. Pamoja na kwamba timu haikucheza vizuri ugenini, lakini walipata matokeo mazuri, magoli 3. Maana yake ili Wydad Benguela wafuzu kwenda hatua inayofuata inabidi washinde mabao 4-0. Sasa mabao 4-0 kuyashinda mbele ya Young Africans ni kitu ambacho mimi nitakuwa wa mwisho kuamini kwamba kina uwezo wa kwenda kutokea, na kama kitatokea itakuwa ni maajabu mengine ambayo yanatokea kwenye mpira wa miguu Tanzania. Yani kwamba leo Wydad aje ashinde mabao 4 Benjamin Mkapa, yani kitakuwa ni kitu kingine cha kushangaza, kama ambavyo tulishangaa Simba kutolewa na Jwaneng Galaxy wakati ule walikuwa wanaongoza goli 2-0, afu akaja akapigwa chuma 3 pale Benjamin Mkapa. Kwa hiyo ile pia ilikuwa ni maajabu mengine, lakini walijitahidi by the way. Kwa hiyo kama Yanga atafungwa hiyo, mimi pia nitashangaa kidogo, lakini naamini ni kitu ambacho hakiwezi kutokea kwa Yanga hii ya sasa hivi. Hii sio ile Yanga ya kuchanga bakuli, ile ya kupitisha bukubuku. Hii ni Yanga ambayo imejikamilisha kweli. So naamini kwamba wana uwezo wa kwenda kupata matokeo ambayo ni mazuri. Lakini kingine ni kurejea kwa baadhi ya wachezaji kwenye nafasi zao sasa. Baada ya mwalimu kuto kuwapa game time kwenye game zilizopita, hasa kuna wachezaji wale muhimu wamerejea kwenye kikosi, wameanza kuingia kwenye kikosi cha kwanza. Mudathiri Yahya ameanza kuingia kwenye timu. Nimemwona Pacome ameanza kurudi vizuri. Game iliyopita alianzia benchi ya ligi, lakini alivyoingia uliona mambo alibadilika sana. Dumbia ameanza kuingia taratibu. Lakini pia ukitazama Bakanondo Mamnyeto naye amecheza, lakini nadhani kwamba Baka pia atarejea kwenye kikosi. Lakini Mohamed Hussein amecheza kwenye game ya kwanza akiwa amefanya vizuri kweli ya ligi, akiwa ameassist bao 1. Kwa hiyo amerejea kwenye kikosi cha kwanza, na mimi naamini kwamba Mohamed Hussein ni fullback bora wa kushoto kuliko Shadrack Kiboka. Kwa hiyo kuanza kurejea kwenye kikosi na kucheza game iliyopita kwenye kiwango bora kunampa assurance kwenda kucheza kwenye game inayofuata ya kimataifa hii ambayo anacheza leo hii. Kwa hiyo naamini kwamba Yanga sasa imepata wale wachezaji wake muhimu, wamerejea kwenye kikosi, wameanza kucheza vizuri, na hii inaweza kumsaidia sasa mwalimu Romain Folz kuanza kuonesha uwezo wake zaidi kwenye kikosi cha Young Africans, kwa sababu ukitazama ana kama game 3 hivi timu haichezi vizuri, lakini matokeo inapata. Tutakuja hapo timu haichezi vizuri, tuangalie tatizo liko wapi, lakini pia mfumo tunaambiwa umetiki Kwa tutakuja kuangalia mfumo uliotiki na kwa nini walikuwa hawachezi vizuri. Mazingira bado kocha hajazoea vizuri ama vitu vingine mfano hivi. Karibu Ngoso Msigwa. Mabingwa kihistoria wa Tanzania Young Africa wanacheza leo mchezo mrahisi kwa upande wa Yanga kama ambavyo amezungumza hapa Alex Ngereza. Naye atakuwa mwisho kabisa kuamini kwamba Yanga watafungwa na Wydad Benguela goli 4. Amegusia kidogo hapa kuhusiana na Yanga kutokucheza vizuri katika michezo ambayo imepita kwa mujibu wa Alex Ngereza. Unatizama hili kwa mtazamo ambao pia yuko nao? Yuko sahihi, lakini nadhani mwalimu ni mpya.
anapata sasa hivi yupo kwenye wakati wa kuwafahamu wachezaji wake, kila mchezaji anampa nini ndani ya kiwanja. Kwa hiyo kila akijaribu mchezaji fulani anajifunza kwamba mchezaji huyu atanipa kitu fulani, mchezaji fulani atanipa kitu fulani. Kwa hiyo jinsi ambavyo muda unazidi kwenda ataanza kupata picha ya namna ambavyo timu yake inacheza kulingana na kufahamu wachezaji wake. Kwa hiyo utaenda kuangalia kwamba kwenye mechi zote muhimu ameanza na Azizi Ndambwile na timu imekuwa ina utulivu sana eneo la nyuma. Lakini pia kwenye mechi zingine nyingi muhimu pia hata mbele kule alikuwa anafanya mabadiliko mengi sasa kwenye number 10 role. Hata katikati pale kwenye kiungo. Ndio maana tunaona kwenye mechi kama mfano ya Bandari alianza na Azizi Ndambwile, Kouma pamoja na alianza na Abuya. Nadhani walikuwa hao watatu. Lakini kwenye mechi iliyofuata dhidi ya Simba akaja Azizi Ndambwile, then akacheza Kouma hakucheza kwenye hiyo mechi. Alicheza Mudathiri pamoja na Abuya. Utaona kabisa pia tena hapo kuna switch kwamba kuna mchezaji mmoja ambaye alipewa nafasi ya kucheza, hakucheza kwenye ile mechi, alimuingiza Dumbia na kumtoa Mudathiri Yahya. Maana yake tayari alikuwa anatafuta equilibrium anaipata sehemu gani. Lakini pia kwenye mechi ambayo ya CAF Champions League kufuzu pia na kwenyewe ni kama kuna tweak ilikuwepo. Alianza na Dumbia na kile alichomaliza kwenye mechi ya Simba dhidi ya Simba ndio alichoanza nacho kwenye midfield. Maana yake anatafuta cream ipi ambayo itampa balance na timu ikacheza ikawa ina utulivu mkubwa. Kwenye mechi ya ligi amemjaribu Conte kwenye lile eneo aone namna gani timu itakafanya nini itapokuwa na utulivu. Kwa hiyo ni kama bado ana chop and change, anajaribu ili kutafuta ni kosi gani cha kuanza nacho, wachezaji gani wa kuanza nao ambao wataendana na namna yeye anavyotaka display ionekane ndani ya kiwanja. Bwana, sasa hilo ni gazeti la wiki la Mwanasport ambalo limeandika taarifa hiyo kuhusiana na mabingwa wa kihistoria wa Tanzania Dar es Salaam Yanga Afrika, ambapo leo katika uwanja wa Mkapa Temeke Dar es Salaam watakuwa na mchezo dhidi ya Wile Tebingwela. Kusukuma mlevi tunaita vijana wa mjini. Mambo ni mazuri, piga teke mlevi alafu mambo yanakuwa mazuri kabisa. Ngumu sana Wile Tebingwela kutamba mbele ya Yanga. Ugumu ni kwenye kufuzu kwenye hatua inayofuata. Lakini mechi kama mechi yenye dakika 90 zinaweza zikaita kitu tofauti. Yes, yani unajua kile ambacho tumekiona kitu tofauti na matarajio yetu. Unajua zile tatu ambazo Yanga alishinda mechi ya kwanza ndizo ambazo zimetulevya tunaanza kuamini kwamba ni mechi nyepesi. Lakini kiuhalisia ni kwamba zile ni dakika 90 za kwanza, kwa dakika 90 zingine kuna uwezo kufunga goli 4 ni mlima mrefu, lakini haimaanishi kwamba wanaweza kushinda hata goli moja. Haimaanishi kwamba wanaweza kushinda wakaenda kupata mabao mawili. Sio kanaeleka vizuri. Haimaanishi kwamba hawezi kuonyesha ushindani ndani ya dakika 90. Football ni game ambayo ina mambo mengi. Unaweza ukashangaa kwamba wakati Yanga tunaamini kwamba Yanga ataamka vizuri, ataenda kufanya vizuri uwanjani, kumbe ilikuwa ni siku njema zaidi kwa Wilet. Sawa. Bado tukichana na gazeti hilo la Mwanasport, tuingie kwenye gazeti la Uelekeo Sports ambapo pia wameandika taarifa kuhusiana na mabingwa wa kihistoria wa Tanzania Dar Yanga Afrika. Yanga kuonyesha Wilet mfumo uliotiki mbele ya kocha Roman Falls, lakini yaibuka na jezi mpya. Hawa ni mabingwa wa kihistoria wa Tanzania Dar Yanga Afrika kabla ya kwenda kwa Singida Black Stars, ambao Gamondi ataka muda kuisuka Singida Black Stars. Tudili na hili la Yanga la mfumo ambao umetiki kwa mwalimu. Nimeona wakipost hiyo kwenye kurasa wao pia wa Instagram. Kwa mfumo wa mwalimu umetiki. Ulikuwa na wasiwasi kwamba Yanga wanacheza vizuri. Yanga tayari wamekwisha kutoa wasiwasi. Wanacheza vibaya. Hasa mfumo wa kuandika kwa sababu wao wanakuwa nao kwenye uwanja wa sasa mfumo wa kuandika Instagram mimi siwezi kuuzingatia. Instagram unaandika tu, kwa nini mimi sinaweza nikaamua tu nikaandika? Naam. Yani hiyo wameandika Yanga, kwa hiyo wameandika wao. Kwa wameandika uongo. Hawatajua wenyewe ni uongo ni ukweli, ila wameandika wao. Ila mimi nazungumzia ambacho nakiona uwanjani. Ukisema mfumo umetiki, hautakiwi kutiki Instagram. Hautakiwi utiki kwenye magazeti. Unatakiwa utiki kwenye pitch. Sasa je, kweli Yanga kwenye pitch mfumo umetiki? Hicho ndo ambacho sisi tunapaswa kujiuliza, ila sio mfumo kutiki kwenye Instagram. Wajua timu mitandao ya kijamii ya club inaweza kutumika kuondoa pressure ya ndani ya uwanja. Kwa hiyo subiri. Kwa hiyo unaamini kwamba kuna pressure ambayo mashabiki wa Yanga pengine walikuwa wanajaribu kuisukuma kwenda kwa viongozi na yes. Kwa hiyo ile kuondoa ile pressure
ni kuja sasa na vitu vidogo vidogo ambavyo vinaweza kuwafanya mashabiki waamini kwamba mambo yamekaa vizuri. Ndio maana nakuja kukwambia mfumo umetiki. Sasa ukipita kwenye account ya klabu inakwambia mfumo umetiki, automatically moyo unapoa, yani unaamini kwamba kuna kitu kimebadilika. Lakini in practice sasa uwanjani ndio tunataka kuona koje kweli mfumo umetiki na kitu kimebadilika. Kwa mfano mimi pia mtu akija na hoja ya utetezi kwamba Yanga haichezi vizuri kwa sababu mwalimu ni mpya, bado siwezi kukuelewa, kwa sababu Yanga tangu imemtambulisha mwalimu ana zaidi ya wiki 6 yuko na hii timu mpaka hapa tunapozungumza, sio? Wiki 6 ni muda ambao una uwezo wa kutengeneza timu yako vizuri na isiwe na makando kando. Vibaki vitu vidogo vidogo ambavyo sometimes vinaweza kuwa vinatokea kwa sababu ya quality ulionayo, au sometimes vinaweza kutokea kwa sababu labda injury za wachezaji, au labda kuna vichangamoto vidogo vidogo ambavyo vinaweza kutokea labda kwa sababu hiyo siku labda mchezaji hayuko vizuri. Vinaweza kutokea kwa sababu hakuna timu ambayo imekamilika. Yani kila timu ina changamoto zake ndogo ndogo tu. Hakuna timu ambayo unasema hii sasa totally haina makosa. Hiyo haipo. Kwa sababu wale wachezaji 11 unaowapanga kwenye kikosi, yani sio kwamba kila siku anaamka akiwa kwenye kiwango kile kile. Yani kuna mwingine, kuna dakika fulani atakuwa yuko down, kuna dakika fulani atakuwa yuko juu anafanya vizuri. Kwa hiyo kwa Young Africans ya kocha Romain Folz, kwenye mechi zote ambazo wamecheza ni dakika 45 pekee ambazo hii timu imecheza vizuri, ambazo dakika 45 za mchezo dhidi ya Pamba Jiji, dakika 45 za kipindi cha pili ndo Yanga imecheza vizuri. 45 za kipindi cha kwanza Yanga ilikuwa inacheza yani kama wamekusanywa tu wachezaji hivi wakaambiwa twende waje tukacheze. Kuna namna kocha anapenda kutumia sana mipira mirefu hivi. Yani ukiangalia zile dakika 45 za kipindi cha kwanza za Pamba, kocha alikuwa akitumia sana hiyo. Naamini ni moja kati ya mfumo wa mwalimu ambao umetiki kwenye kikosi cha Yanga, na falsafa ya Yanga pia inakubaliana na hilo. No. Falsafa ya Yanga sio mipira mirefu, hiyo ilikuwa zamani. Yanga zamani kwa cheza direct football, ambapo ilikuwa inapigwa mpira Metacha anachukua mpira, atapiga mpira mrefu papu, itamkuta Donald Ngoma au Amistambwe, wataenda watafunga. Ndio ilikuwa falsafa ya Young Africans. Kumbuka goli ambalo alifungwa Simba Sports Club, lile la Hamis Tambwe. Ilikuwa ni wachezaji wawili tu waligusa mpira. Kutoka kwa goalkeeper ukafika kwa mchezaji ambaye aliuparaza kwa kichwa, sikumbuki ni nani, ukamfikia Tambwe akapush. Yanga zamani kwa anacheza direct football. Na unavocheza direct football kuna aina fulani ya wachezaji ambao inabidi uwasajili kwa sababu ya mfumo unaotoa, kwa sababu ya mfumo ya falsafa ambayo unaitumia. Sio, tumeelewana vizuri? Sio kila mchezaji anaweza kukupa game nzuri kwenye direct football. Kwa ukiwa unacheza direct football inabidi hata selection ya wachezaji ambao unawasajili wazingatie hiyo falsafa ya direct football ambayo ndio unacheza. Ukiwa unacheza total football inabidi pia hata kwenye usajili uselect wachezaji ambao ni wazuri kucheza kwenye total football. Ni ngumu kumchukua mchezaji wa direct football akaja kucheza kwenye total football vizuri, ingawa kuna ambao wanaweza kucheza hivyo. Kwa hiyo itategemea tu sasa na aina ya mchezaji ambao umempata. Sasa Yanga ya sasa hivi baada ya kumchukua Nasruddin Nabi kipindi kile 2021 walikuja kuintroduce falsafa mpya ya club kwa kuanza kucheza possession. Timu hiyo ikawa inamiliki sana mpira, tofauti na ilivyokuwa zamani ilivyokuwa inacheza direct. Ile ikasababisha ianze kuchagua sasa hata aina ya makocha ambao wanatakiwa kuingia Young Africans kwa sababu ya falsafa ambayo wanaitumia. Na hiyo ikapelekea pia hata aina ya wachezaji ambao wanawasajili wawe ni wachezaji ambao ni wazuri kwenye kuposesi mpira, ikaachana na wachezaji wa direct football. Na ndio maana ukitazama kwenye miaka hivi karibuni Yanga pia haikusajili mawinga ambao ni mawinga ambao wanashambulia direct. Imesajili wachezaji wengi mawinga ambao ni version fulani ya viungo fulani hivi. Kwa kuna Maxi Zengeli kwamba anaweza kutoka pembeni akaingia ndani, anaweza sometimes kuact kama midfield, sometimes anaweza kuact kama winga. Morocco wakaachana kina Twisila Kisinda, wakaachana version ya kina James ya kina Simon Msuva, wakaachana version za aina ile. Wakaja na kwenye version nyingine mpya kina Maxi Zengeli, kina Pacome hao, kina Duke Abuya. Unajua Duke Abuya kiasili unajua ni winga lakini kutokana na uwezo wake ndo walimu sasa kuna muda anaweza kumcheza kama kiungo, kuna muda anaweza kumcheza kama winga pembeni. Ni mwalimu anaamua amtumie vipi. Wakaja kwenye hiyo kwenye aina hiyo ya wachezaji. Kwa hiyo kwa sasa hivi Young Africans
tunavyojadili inacheza vibaya, hatujadili performance ya mchezaji mmoja mmoja kwamba ni mbaya. Tunajadili muundo wa timu kiuchezaji kwamba ndo mbaya, ndo ambao unasababisha baadhi ya wachezaji wasicheze vizuri. Na watu watofautishe kitu kimoja, watofautishe vitu viwili. Kuna mfumo na falsafa. Kwamba mfumo wa klabu unaweza ukabadilika, mfumo wa uchezaji unaweza ukabadilika tu, kwamba labda mwalimu yeye anapenda labda 4-3-3, lakini kucheza na 4-3-3 au 4-2-3-1 haiathiri falsafa ya klabu. Sasa mwalimu anaweza akaja kwenye timu akabadili mfumo wa uchezaji, kwamba labda timu ilikuwa inatumia sana mfumo wa 4-3-3, lakini akaitoa timu kwenye 4-3-3 ikaja kwenye 4-2-3-1. Hiyo ni sawa kabisa, lakini na wachezaji wanaweza kuperform vizuri kabisa, kwa sababu kuna wengine watatoka tu kwenye position fulani wataenda kwenye position fulani, au wengine watakosa nafasi kwenye coast ya kwanza, kitu ambacho kinaweza kisiathiri timu moja kwa moja. Lakini ikitokea timu inatoka kwenye falsafa ya moja kwenda falsafa nyingine, ni rahisi timu kuathirika na wachezaji wengi pia kuathiri, kwa sababu unakuta wachezaji wengi wakati wanasajiliwa wamesajiliwa kwa sababu ya falsafa ile ambayo wameikuta kwenye timu. Yanga anacheza vibaya kwa mujibu wako kutokana na falsafa. Na falsafa mpya ya mwalimu ambaye anataka kuintroduce ndani ya Young Africans. Bana, tukichana hilo la Yanga na uchezaji wao mbaya, kwanza unakubaliana tulishakuuliza ile kuhusiana na Yanga kucheza vibaya na nini? Mimi nadhani tu ni swala la mwalimu kupewa muda zaidi. Kwa upande wako ni swala la Gereza ameongelea wiki 6. Kimantiki mwalimu anahitaji miezi 3 ili kumfahamu mchezaji in and out. Lakini pia Adhara ameongelea swala la system na wachezaji. Lakini kiuhalisia ni kwamba wachezaji ndio wanampangia mwalimu acheze namna gani. Na ndio maana amezungumzia kuhusiana na kipindi cha kwanza labda chenye mechi iliyopita dhidi ya Pamba. Yanga alikuwa hachezi peke yake, alikuwa haendi kudisplay anachokitaka tu peke yake. Lakini pia Pamba walikuwepo kwa ajili ya kumzuia Yanga kucheza kwenye his best kwa namna ambavyo Yanga anapenda kucheza. Na ndio maana alikuwa na watu wawili ambao wanaenda kupini ma center back, alafu yule Balakonte alikuwa mara nyingi anasukumwa pia na yeye, anakuwa marked mara nyingi. Kwa hiyo inakulazimu tu wewe ukiwa goalkeeper hauwezi kwenda huwezi kupiga pasi kwa beki ambaye yuko marked. Utakuwa unatafuta matatizo. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kwa Yanga kucheza from behind wakati wanawekwa pressure. Kwa hiyo Conte kwenye lile eneo pia sio kiungo ambaye anaweza kutuliza pressure kirahisi. Kwa hiyo kuna wakati timu inaweza sicheze vizuri kulingana na aina ya wachezaji ambao wamekuwa selected, na mwalimu yupo kwenye stage ya kusoma mchezaji huyu anampa nini kwa muda gani. Na ndio maana nimesema mwanzoni kwamba players make system. Kuna baadhi ya wachezaji wakiwa Yanga inatulia, na kuna baadhi ya wachezaji wakiwepo ndani ya kikosi cha Yanga haitulii. Kwa hiyo sometimes mchezaji ndio anaamua timu inacheza vipi. Kocha atawaambia maelekezo, nataka mcheze hivi, lakini aina ya mchezaji, mofimu ya mchezaji, characteristics za mchezaji ndio zinaamua out display. Kwa hiyo kuhusiana na kwamba mfumo umetiki, nadhani wameposti jana. Kwa mantiki yake, kwa maana nzuri ni kwamba tusubiri kilichotiki kwenye mchezo ambao utaonekana hapa, kwa sababu hatuwezi kusema kwamba haujatiki au umetiki. Lakini pia umetoa darasa, nadhani Alex Ngereza hapa umempatia sijui ni darasa kidogo kuzungumza kuhusiana na mwalimu anahitaji muda gani. Ni miezi 3 kwenye timu, miezi 3. Ni miezi 3. Yaani kushangaa yeye eti kwa sababu timu mwalimu alikuwa nayo wiki 6 ni tatizo kufanya vibaya. Na naomba anajaribu kuzungumza kidogo pale. Subiri ba. Anajaribu kuzungumza pale Ngoso Msigwe kuhusiana na timu inatakiwa kukaa na mwalimu kwa siku ngapi ili iweze kucheza vizuri. Na maana yangu ni kwamba sisi tunamwangalia mwalimu akikaa na wachezaji mazoezini tu peke yake. Lakini football ni zaidi ya mpira wa uwanjani. Ni psychological. Lazima mwalimu amfahamu mchezaji vizuri ili ajue namna gani anaweza kufanya nini kumtumia. Halafu mwalimu alikuwa pre-season, unafanya mazoezi. Intensity ya pre-season ni tofauti na intensity ya kwenye match. Kwa hiyo kwenye mechi ndio utaona utapata kitu kizuri zaidi kutoka kwa mchezaji. Lakini kwenye mazoezini huku hakuna pressure ya kubwa ambayo mchezaji anakutana nayo. Na ndio maana kwa inawezekana Balakonte alikuwa anaonekana mazoezini ni bonge la player. Kwenye mechi kwa nini inakuwa ni ngumu kwake? Ni kwa sababu pressure ya mechi ni tofauti na pressure ya mazoezi. Kwa hiyo mwalimu observation yake halisi anaipata kwenye michezo ya kiushindani. Tena sio tu mechi ya kirafiki, michezo ya kiushindani. Na mpaka sasa hivi ana mechi 4 za kiushindani.
yupo still kwenye learning process. Na hii labda niseme kitu kimoja chepesi na mfano nitautoa. Kuna mchezaji mmoja alikuwepo Yanga, sasa hivi yupo Mashujaa, Crispin Ngushi. Naam, yes. Ni kati ya wachezaji ambao mazoezini walikuwa wanakiwasha sana, lakini akiingia kwenye mechi au Joshua Mutale wa Simba. Yes, ukiingia kwenye mechi kuna kitu inaitwa pressure ya mechi inamtafuna. Sio kanaeleka vizuri. Na hii ipo kwa wachezaji wengi sana hasa wa Kitanzania ambao impression yao, ninaposema impression ni jicho la kwanza ambalo mwalimu anamwangalia mchezaji, anajua huyu ni mchezaji wangu. Lakini sasa inapoenda kwenye mechi, mchezaji anaingia kwenye mechi ana pressure ya mechi, anataka kudeliver uwanjani. Kwa hivyo wewe hukubaliane na Alex Ngereza kwamba kocha wiki 6 zilikuwa zinamtosha kwanza kuandaa kikosi, lakini pia kuhusiana na swala la wachezaji, namna ya kucheza na muundo ambao kocha anataka wacheze, tofauti na mtazamo wa Alex Ngereza jinsi ambavyo anamuona kocha Romain Folz. Sasa kwanza tusaidiane jambo moja. Kwa dakika chache tu tuende mapumziko. Sasa sio dakika chache kwa sababu umeleta mjadala mpana. Kwa hiyo kama unataka dakika chache tuwache mjadala tuende break afu ndo turudi kwa sababu umeleta mjadala mpana. Yani umeleta mjadala, unataka ufafanuzi mzuri. Umeelewa Unavyozungumza mwalimu kuhitaji miezi mitatu. Tuende mapumziko. Sawa, hamna shida. Tuende mapumziko, tukirejea tutaendelea na hilo. Lakini pia kuna issue ya jezi bwana Ngoso Msigwa. Yanga wameibuka na jezi mpya. Baadhi ya mashabiki wadau wa soka wakiona ni kwamba Yanga wamefeli kwenye utoaji wa jezi msimu huu, wanatafuta pa kufufukia fulani hivi mambo yakae vizuri. Sijafahamu uuzaji wa jezi hizo utakuwa vipi tofauti na. Kwani wewe hujaona tofauti ya jezi hii iliyotolewa na jezi iliyopita? Nimeona. Umeona tofauti? Basi hakuna shida. Tutalizungumza.